Mama Maria, mama wa wote. Kuna wenzetu ambao wamebarikiwa kwa kipekee katika fumbo la maandiko matakatifu kwenye somo la pili, namna ya kuongozwa na Roho na namna ya kuachana na mwili. Na kwa baraka hiyo wametuachia sisi pia fundisho ama mafumbo kadhaa. Katika wengi nitoe mifano miwili. Mfano wa kwanza ni Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu. Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu alimpenda sana Yesu, na kwa namna pekee Yesu wa Ekaristi Takatifu. Kwa hivyo katika maisha yake wanasema mara kadhaa alipokwenda kumpokea Yesu wa Ekaristi, aliporudi kuja kupiga magoti na kushukuru, aliingia katika ulimwengu wa roho kabisa. Akawa anaonekana amepiga magoti lakini anaelea, hagusi hayo mabenchi magoti. Na baadaye akawa kivutio kwa watu wengi, wakawa wanafika kanisani kuja kumuona sister tu ambaye anaelea baada ya kupokea Ekaristi Takatifu. Ilivyokuwa kero kwa watu, kwa baba na viongozi wake, wakatafuta masista mabouncer, masista walioshiba kidogo, ili Teresia baada ya kupokea komunio akija kupiga magoti, mwingine amshike mkono huu na mwingine amshike mkono huu, wamkandamize chini asielewe. Ubaunsa wa mwili haufui dafu katika ubaunsa wa roho. Wale mabaunsa walishindwa kumzuia Teresia asielewe. Hii ni nguvu ya roho ambayo tunawezwa katika somo la pili, namna ambayo mamlaka ya kimwili yanashindwa kutenda, yanashindwa kufanya kazi, na dhihirisho la uwepo wa Mungu unadhihirika kwa wote. Mfano wa pili ni matokeo ya Bikira Maria wa Kibeho. Kabla ya matokeo, watoto wa Kibeho walisema kwamba Mama Maria aliwaambia atakapokuja kwao tarehe 15 ya mwezi Agosti mwaka ule 1982, wakati wa matokeo wataonekana kama wamekufa, yani physically ni dead bodies, lakini watakuwa hai, maana watakuwa na nguvu hiyo ya roho. Kweli siku ile ya matokeo tarehe 15 ya mwezi Agosti mwaka 1982, watoto wale baada ya kumaliza kuongea na mama yetu Bikira Maria walianguka chini kama mizigo. Daktari wa Kifaransa aliyepewa wajibu wa kuwachunguza alitoa ushuhuda kwamba kibiolojia ilikuwa ni miili iliyokufa. Kibiolojia ilikuwa ni miili iliyokufa. Kwa nini wameamka tena na wapo hai? Mimi sijui. Ndicho alichosema yule daktari katika ripoti yake. Maana alifanya testi zote za kuangalia mwili, ilikuwa ni dead bodies kabisa. Napendwa, somo la pili tunasema Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, anakaa ndani yetu, na maamuzi yetu yote sisi tuchague hiyo njia ya roho na sio njia ya mwili. Maana mwisho anamalizia, tukichagua katika njia ya mwili tunakitafuta kifo chetu sisi wenyewe, tunataka kufa. Bali tukichagua njia ya roho tunakimbilia na kutumainia uzima. Maisha yangu na maisha yako, kuna wakati wa majaribu, kuna wakati wa majanga, kuna wakati wa mahangaiko. Kuna wakati tukitafakari tunaona giza mbele yetu na stresses zinatujaa ndani mwetu. Msongo wa mawazo unakuwa unatusonga. Wakati fulani tunapata changamoto za kimwili na changamoto za kiroho pia. Mara kadhaa tumefanya makosa ya kutafuta utatuzi na ufumbuzi wa changamoto hizo. Mimi nina stress sana, nakwenda nikimaliza mzinga mzima wa jini fulani au spiriti fulani, sinazimika, si ndio jamani? Nikizimika pale stress zote zimefanyaje? Ila kesho nikiamka stress zipo au hazipo? Mimi ninajisikia hivi na hivi, nakwenda kupata kitu fulani hivi, nikitoa moshi kama gari moshi lile la zamani, akili yangu inabadilika, najihisi stress zimefanya nini? Hii ni njia ya roho. Ndio mwandishi anasema hapo tunajitafutia kufa. Kwenye somo la kwanza mwandishi anasema namna bora ya kutoka, kwanza kutambua kwamba sisi tuna nguvu ya hiyo roho ndani mwetu na Mungu yupo katikati yetu.
Nabii Zekaria anasema, ninyi ambao mpo katika mashaka, ninyi mlio katika mawazo, kwenye uoga na hofu, baada ya kutoka uhamishoni Babiloni, pigeni kelele na mfurahi, muimbieni Mwenyezi Mungu. Yaani, chagueni njia ya Roho, kumwabudu Mwenyezi Mungu, kuomba kwa Mwenyezi Mungu, kutumainia neema na baraka zake. Alafu sehemu ya pili mwandishi anasema, Mungu sasa anaahidi, nitaondosha farasi ya vita, nitaondoa gari la vita, nitaondoa hali ya shari katikati yenu. Pendwa, katika vita zetu, kwenye mahangaiko yetu ndani mwetu, tukitambua nafasi ya ukombozi wetu, Mungu ataondosha farasi wa vita katikati yetu. Mungu ataondoa magari ya vita katikati yetu, kama sisi tukiamini kabisa na kumwelekea yeye kwa moyo wa ibada na majuto. Ndicho tunaambiwa katika somo la kwanza. Sisi tunatimiza wajibu wetu na Mungu anatenda pia kwa nafasi yake. Katika somo la kwanza, katika misa ya kwanza niliwapa mfano wa mabinti wawili waliokuwa na changamoto na waliingia kuzama katika sala, na mwishowe hawakupata jawabu ya sala zao. Baadaye mmoja ambaye alishirikishwa na rafiki yake akapiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu akamwambia, Mungu, what are you to do with this situation? Mungu, una mpango gani na hali hii? Nataka kufanya nini? Bwana hatuelewi. Na Mungu akamjibu yeye, wewe pia unataka kufanya nini? Niwaambia katika misa ya kwanza, yule binti baada ya sala zake zile hakufanya jambo le pekee kabisa la muujiza, hapana. Aliingia tu sokoni, akanunua vyakula, akapika chakula kizuri, akamwalika rafiki yake mwenye msongo, mwenye matatizo, mwenye changamoto, akamwambia, tumesali sana na kuomba, njoo leo jioni tule pamoja. Ule mlo tu wa pamoja ulishusha stress, ulituliza akili zao, ukachipusha furaha ndani mwao, matumaini mapya yakaibuka ndani mwao, wakapata njia ya kuikabili changamoto wanayoipitia na wakashinda katika changamoto ile. Mungu leo anakuuliza, kwenye shida ambazo unapitia, wewe una mpango gani na hizo shida? Unafanya nini? What are you doing kwenye hiyo shida? Uthubutu wako wewe ni upi? Ushiriki wako wewe ni upi? Mungu unamuomba anakusaidia, lakini wewe ushiriki wako ni upi? Ndio swali ambalo tunapaswa kubaki nalo katika siku hii ya leo. Kila mara namna ya kutafuta ufumbuzi wa changamoto zetu yatufanya sisi kuwa wabeba mizigo mingi ndani mwetu, ama katika miili yetu, ama katika nafsi zetu. Na mizigo ile inapokuwa mingi, tunashindwa kufanya vizuri safari ya kuelekea nuru ya matumaini. Sema kisa cha ndugu mmoja ambaye alikuwa anapandisha mlima, akajiandaa vizuri zaidi, akawa amevaa viatu vyake, amenunua suruali ya kupandishia mlima, amenunua na fimbo ya kupandisha mlima, akakapo, na mimi tutapandisha mlima kwa pamoja. Kwenye safari ya kupandisha mlima kwa pamoja, mimi na yeye, mimi nilikuwa nimevaa tu makobazi chini, nina suruali ya kitambaa, nimevaa tu nguo za kawaida. Akaniangalia, akanicheka, utafaulu kweli kufika kule mlimani? Ya Mungu anajua na unafika, mimi nimekuja nataka niende huko. Nilisema kwenye kile kisa, yule ndugu alikuwa ameshika mifuko wa mahindi ya kuchoma, ameshika diary mkononi mwake, ameshika na kitu kingine, sikumbuki ni kitu gani. Nilipokuwa napandisha mlima, yeye amejiandaa vizuri vile, napandisha mlima, kufika katikati nguvu zikawa zinamwishia. Akaomba nimsaidie mfuko wa mahindi, nikamsaidia. Fanya safari ya kupandisha mlima, nguvu zikawa zinamwishia. Akaomba nimsaidie na diary yake, nikamsaidia. Fika safari ya kupandisha mlima, kufika mahali akasalimu amri, akasema tupumzike kidogo, tukae chini. Nikamwambia, unakoelekea utuma pia nikusaidie na hiyo fimbo yako kupandia mlima, nikusaidie pia kushika hata fimbo ambayo nakusaidia kupandisha mlima. Lakini baadaye alifanikiwa kufika juu mlimani. Nilikuwa nimekumbuka kisa hiki kwa sababu yule ndugu alijiandaa kabisa na alikuwa na nia ya kupandisha mlima, lakini alikuwa na mizigo mingi, alikuwa na vitu vingi vilivyomzuia asipandishe mlima vizuri na sawa sawa. Mimi na wewe tuna nia kabisa ya kufika mbinguni, si ndio jamani? Tuna nia kabisa ya kupokea neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Naogopa kusema wengi wetu tuna mizigo mingi ndani mwetu. Tuiachilie mizigo hiyo, tuishushe mizigo hiyo, tufanye safari yetu ifike salama. Leo niwaache na maneno matatu, sehemu ya tafakari na fikara ya Dominika hii, ambayo yanawasilishwa kwa herufi S. Kwa nawaachia S ngapi jamani? S ya kwanza
kwenye changamoto zetu za maisha zozote, na hata bila changamoto, tusichoke ya kuwa na bidii katika sala, kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Esi ya kwanza. Esi ya pili, katika safari ya maisha yako jitahidi Mungu akuongoze, uwe kama mtoto mdogo, usipende mengi, shusha mizigo yako. Shusha mizigo yako. Ile wanamuziki wa zamani nasema banjuka tu, nanyosha mikono juu, nashusha mizigo, nashusha shida chini. Kwa hiyo na banjuka na Yesu basi. Banjuka kanisani, nyosha mikono juu, pukutisha yote, sivyo jamani? Na esi yangu ya tatu, shirikisha changamoto zako. Unaposhirikisha, Mungu anakuletea watu kujalia kumulikia tochi katika njia ya safari ya maisha yako. Mwenyezi Mungu na atubariki sote. Wanautume wa Radio Maria leo wanafunga kijimbo hamasa za marathoni hapa Dar es Salaam, na wameomba, wamechagua na wamewapatia hiyo nafasi na fursa wanaparokia Mtakatifu Marta Mikocheni. Wanautume wa Radio Maria wako pamoja nasi. Mtoto mdogo anapiga makofi, wengine tujapiga makofi. Piga makofi mwanangu. Hakika na kushukuru Baba Muumba wa mbingu na nchi, maana mambo haya mwaficha wenye hekima na akili, mkawafumbulia watoto wadogo. Simama mwanangu, simama nikuone. Basi, keti mwanangu, Mungu akujalie neema na baraka katika maisha yako. Wapendwa wanautume wa Radio Maria wanasali pamoja nanyi. Wanasali pamoja nanyi. Wanautume wa Radio Maria wanaomba kushusha mizigo, na nyinyi ndio mwasaidie kutoa hiyo mizigo kwa pamoja. Wanautume wa Radio Maria wanawashirikisha neema na baraka za Mwenyezi Mungu, wanawashirikisha pia mahitaji na changamoto zao. Roho aliyepo ndani mwetu aguse mioyo yetu tuweze kuungana nao. Tumsifu Yesu Kristo.